Baadhi ya viongozi na serikali wa Chama cha Mapinduzi na UVCCM, hasa mwenyekiti wa jumuiya ya vijana Mohamed Kawaida, wanahoji ya kwamba hata kama vijana waliouawa, waliokufa, waliopiga risasi walikuwa na madai, kwa nini maandamano yalifanyika bila utaratibu? Kwa nini maandamano yalifanyika bila kibali? Wanahoji eti kwa nini maandamano yalifanyika bila kufuata sheria? Je, niwaulize, je, kuandamana bila taratibu au kufuata sheria inahalalisha watu kuuawa? Kwamba nchi yetu kwetu ukiandamana bila kufuata taratibu, ukiandamana bila kufuata sheria, wewe unatakiwa upigwe risasi ufe. Ndio jambo ambalo wanataka kuaminisha wananchi. Nchi yetu inaongozwa kwa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Kuna vyombo vya sheria wanaotuhumiwa kuvunja sheria na sio kuuawa, extrajudicial killings, kwamba ukituhumiwa unakufa, ukikamatwa unaandamana upigwe risasi, mambo ambayo yanapaswa kukemewa. Kanuni ya adhabu kifungu cha 77 kinataja mtu anayetuhumiwa kushiriki mkusanyiko usio halali au ghasia anatenda kosa na adhabu yake akikutwa ni hatia ya kifungo cha mwaka mmoja. Kwa nini kama walikuwa hawana kibali wasikamatwe, kupelekwa mahakamani, kushtakiwa ili sheria ipate mkondo wake? Mwenyekiti wa UVCCM Kawaida anaongea kana kwamba anahalalisha mauaji ya vijana na Watanzania kwa sababu ya uharibifu wa vitu na mali. Kama vitu vimeharibika, vitu vimeharibiwa, mali zimeharibiwa. Kwa hiyo mtu akiharibu vitu, mali zikiharibiwa, huyo mtu anatakiwa auawe, apigwe risasi, afe. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kanuni ya adhabu kifungu cha 82 kinatoa taratibu kwa mtuhumiwa yeyote anayekusanyika na kuharibu vitu akikutwa na hatia, adhabu yake ni kifungo cha miaka 7. Kwa nini hawakuwapeleka kwenye vyombo vya sheria badala yake kuishia kuwaua kwa risasi?